Mtazamaji wa Nakivona Sports, hii ni safari kutoka Dar es Salaam mpaka kisiwani Zanzibar, lakini ukitaja Zanzibar ndani yake na visiwa viwili, kuna Unguja pamoja na Pemba. Hii ni safari mpaka Pemba, na sio Pemba tu. Tumeshuka Chake Chake na tukachukua usafiri mpaka kuja wilaya nyingine inaitwa Wete. Na safari yetu imebeba kile ambacho kimetikisa nchi, naweza kusema ni baada ya klabu ya Junguni United kutoa taarifa kwa umma kuhusiana na kuwapiga chini wachezaji wao takribani 7 ambao wameingia kwenye shutuma nzito kabisa ya upangaji wa matokeo. Sio tukio rahisi kwenye mpira wa Tanzania, lakini mara kwa mara watu wamekuwa kioji na kusikia harufu hiyo kwa mbali kwenye mpira wetu. Ila Junguni United wamekuwa wafungwa njia sasa. Kumbe inawezekana, lakini pia kumbe mazonge haya kwenye mpira wetu yapo. Mimi ni Isike Fred, nyuma kamera yupo mdada jasiri kabisa muite Jackie, lakini hapa nakwenda kuzungumza na miongoni mwa viongozi vijana wa Junguni United. Anakwenda kutusimulia namna ambavyo jambo hili kwenye klabu lina maana gani. Bwana, kwanza kwa faida tu ya umma, nijalie jina lako na nafasi yako kwenye timu ya Junguni United. Mimi naitwa Sultani Isa, ni meneja wa timu ya Junguni. Meneja wa timu ya Junguni. Sisi tumefunga safari kutoka bara mpaka hapa baada tu kuona taarifa inatembea kwenye watu mbalimbali, watu mashuhuri, vyombo mbalimbali wanazungumza na nyinyi kwa njia ya simu. Sisi tuko na hapana, acha twende Wete pia tupate nafasi ya kusikia mengi yanayohusu Junguni United. Hili lina maana gani? Mmetuma ujumbe gani kwenye mpira wa Tanzania baada ya tukio hili la kuwafungia na kuwaondosha wachezaji 7 kwenye timu yenu baada ya swala hili la upangaji matokeo? Kwanza haya si maamuzi rahisi. Ni maamuzi magumu sana ambayo tumeyafikia. Nadhani klabu nyingi sana zinateswa na hili jambo, lakini limeshindwa kuchukua maamuzi. Kwa sisi kama Junguni United tumeamua tuwe wa kwanza na kuwafungulia njia wengine waone kwamba hili jambo linawezekana. Na kukuhakikishia hilo, sisi tumeondoa wachezaji 7 ambao wanatumika kwenye kikosi cha kwanza, lakini hii timu itaenda kubakia ligi kuu. Kwa wachezaji hawa ambao walibakia kwa ari yao na uzalendo wao na kuumizwa na wale matendo ya wenzao ambao yalikuwa ni ya kuihujumu klabu, tunaamini hilo. Kwa nawasihi kwamba klabu yoyote ambayo kuna tatizo kama hili wasilifumbie macho, wafanye uchunguzi, wakijiridhisha watoe maamuzi. Kwa pia tunaziomba shirikisho, tumewatumia nakala ya hichi tulichokifanya, wasikae kimya, wafuatilie hatua stahiki zichukuliwe ili kukomesha jambo kama hili kwa vilabu vingine na wakati mwingine. Nyinyi kama uongozi wa Junguni United mlianza kunusa harufu wapi? Mkaanza kuona hapa kuna kitu kiko sawa. Mliona nini? Harufu ni taarifa ambazo zimetoka kwa wachezaji wenyewe. Kwa sababu hili jambo lina mnyororo mrefu sana. Yaani kulifuatilia ni jambo kubwa mno ambalo linahusisha watu wakubwa. Haliishii tu kwa wachezaji. Kuna watu ambao wako nje ya mpira wana maisha yao makubwa tu ndio wanahusika na hili jambo. Kwa ili kulifanikisha hili, maana yake kuna connection ya wachezaji. Unapopata mchezaji mmoja unataka mwingine wa pili, mwingine wa tatu. Kwa ndani yake kulikuwa na wachezaji ambao wana uzalendo na kuumizwa na kile kinachofanyika. Kwa maana wao walituletea taarifa na sisi tukazichukua, tukazifanyia uchunguzi, tukajiridhisha. Mmefanya uchunguzi kwa vyombo vya ndani vya Junguni United, si ndivyo? Mlishirikisha vyombo vya nje, nikimaanisha jeshi la polisi, TAKUKURU na namna nyingine yoyote? Tupo kwenye harakati hizo na tutashirikiana nao wote. Hapa Zanzibar tunazaeka. Tutashirikiana nao kwa namna yoyote ile wanayotaka. Kizuri tuna ushahidi wa wao wenyewe ambao wamehusika kukiri. Kuna hofu sasa kwa baadhi ya wadau kwamba inawezekana Afrika ikaisikia Tanzania kwenye picha tofauti ya mpira wake. Haya yote matokeo yake mkuyapima kabla mjitoa taarifa hii? Ni kweli inaweza kuangaliwa kwa jicho lingine, lakini jambo lolote lile ili liweze kwenda vizuri inavyotakiwa basi lazima lipitie kwenye maswahibu kidogo. Na mimi hizi zitakuwa ni changamoto, zitakaa sawa na mambo yatakuwa vizuri. Halitatokea tena tatizo hili kwa wakati unaokuja. Vyombo vya Junguni United, vyombo vya ndani vya club sasa, maana kuonyesha kamati zenu za mambo ya maadili, secretariat uko ndani, mnazungumza nini wakati ambao hamna majina 7 ya wachezaji hawa? Nini ambacho kinaendelea kwa club sasa? Klabu inaendelea pale pale. Tumefukuza wachezaji 7, wamebaki 23, lakini tuna wachezaji wa timu za vijana ambao kikanuni wanaruhusika kucheza ligi kuu, tutawatumia. Kwa hakuna shida yoyote kwenye hilo. Kwa maana tulilifikiria kwanza madhara yake, je tukiondoa hapa madhara yake atakuwaje? Yote hayo tumeyafikiria kwanza kabla ya kutoa maamuzi. Kwa maana hatuna wasiwasi na hilo. Kanuni za mashindano kwenye ligi kwa msimu huu wa ligi kuu hapa visiwani Zanzibar zinasema nini kuhusiana na hilo?
haitatokea sentence nyingine kutoka kwenye mamlaka ya juu ikikatayo maamuzi yenu, ama inasemaje hii? Yani nataka muiweke sawa ili Watanzania wajue kwamba hili nyinyi mmeliamua, lakini ndivyo linavyotakiwa kuwa hata kwenye kanuni pia. Kanuni ilivyo, hata kanuni ya FA ambayo ni shirikisho la mpira wa miguu Zanzibar, ni kwamba mtu yoyote ambaye atahusika na kitendo cha kuhujumu mpira wa miguu maana yake anafungiwa maisha, ikiwemo kubeti na mambo mengine. Anafungiwa maisha kucheza mpira. Sasa mtu aina hiyo unawezaje kumfumbia macho, ambapo unajiridhisha kwamba kweli anahusika na hichi kitu? Sasa sisi tumefanya hivyo kwa kujua kama kanuni inaruhusu kufanya hivyo. Ndio maana tumeondoa kwenye klabu akiwa hatudai chochote. Kwa maana kwenye hao wachezaji waliondolewa hakuna mchezaji ambaye anadai chochote kwenye klabu. Ni sisi ndo tunawadai wao. Kwa hiyo tupo sahihi kwenye tulichokifanya. Sasa ili nataka uchukue sasa, sio Junguni United, mpira wa Tanzania. Unafikiri umefika wakati sasa tuondokane na mataasisi ambayo yanashirikisha masuala kidogo ya bashiri kwenye mpira wetu, kwa sababu inawezekana watu wanapata shida hiyo, kwa sababu mpira unazungumzwa huu, kuna upangaji matokeo na semwa sana, lakini hakuna sehemu ilikuwa confirmed. Lakini uzuri kwamba Junguni imekuwa mfano. Unafikiri kwa jumla mpira wetu unatakiwa ufanywe nini ili uwe salama? Kwa hatua tuliofikia na dunia ilipo sasa hivi, sio kweli kwamba kusema unaweza kuzuia makampuni ya kubeti, kwa sababu yale ni makampuni hapo rasmi na analipa kodi, yanaingiza mapato kwa serikali. Hicho ni kitu hakiwezekani. Lakini cha muhimu ni hichi ambacho tunakifanya, kwamba mchezaji haruhusi kubeti, na anapobeti unafanyia uchunguzi, akipatiwa usahihi achukuliwe hatua za kisheria. Waache watu wengine walioko nje ya mpira wafanye hiyo kazi, lakini wewe kama mchezaji fanya pati yako ya kucheza. Binafsi kwangu nishashuhudia vilabu kadhaa, hasa skendo kubwa pale Italiano. Tukashuhudia kibibi kizee cha Turini, Juventus, wakati ule kushushwa mpaka daraja la 3. So daraja la kwanza, la pili chini kabisa. Umeelewa, kwa matukio ya upangaji wa matokeo, skendo kama hizi. Lakini tumeshashuhudia vilabu vingi duniani vikipata athari kwelo kubwa. Na kuna wakati FIFA amekuwa wakali mno kwenye maeneo ambayo kuna element hizo. Nini ambacho mpira wetu usimame? Yani nataka na hii inaweza tukasaidia kuondoka kwenye vitu kama hivi. Nahisi labda kitu kikubwa tuwekeze kwenye sponsorship. Tafute sponsor ambao kidogo wanaweza kuviwezesha vilabu kufanya mambo yake kwa usahihi, kwa sababu na wakati mwingine naweza kusema labda njaa zinachangia. Mchezaji labda pengine mshahara anaopewa ni mdogo na nini, kwa hiyo anashawishika kufanya mambo mengine. Kwa hiyo naamini tukiwekeza mzigo mzuri, wachezaji wakawa wanapata mshahara wa kutosha kukidhi mambo, tuweza labda kuondokana na jambo hili. Lakini hili ni janga kubwa sana, lahitaji watu wakae kwa utulivu sana kuweza kulijadili na kuona ni namna gani tunaondokana na tatizo hili. Mimi nimemaliza. Hebu zungumza na wana Junguni FC, Junguni United, zungumza nao. Wachezaji 7 mmeondoa, na wao ndo mashabiki wazao na kihoro saizi kuona timu yetu inakuaje tena. Hebu ongea nao sasa, nini ambacho unaweza kusema, timu itashuka ama timu itabaki na mtaendelea kugombania nafasi za juu? Kiufupi ni watoe hofu tu. Watoe hofu washabiki na wapenzi wote wa Junguni na wale wote wanaotufuatilia. Tumeondoa wachezaji 7, ni wachezaji 4 nadhani ndio walikuwa wanaanza kwenye first 11. Wengi wao walikuwa ni wachezaji wa kuingia. Kuziba pengo la wachezaji 4 ni kazi ndogo sana. Ukizingatia tuna mwalimu mwenye viwango vyote, ana vyeti vya kutosha. Kazi yake siku zote anatuambia mimi nileteeni wachezaji, kufundisha mimi kazi yangu. Mchezaji tumleteeni. Kwa naamini wachezaji wapo zaidi ya 25, 26. Hao wanatosha kuizuia Junguni sishuke daraja. Na hatuko pabaya hivyo kama watu wanavyodhani. Kwa sababu mtu ambaye anatukaribia sisi ili tushuke daraja tumemwacha pointi 5. Maana yake tunatakiwa kupoteza mechi 2 mfululizo na yeye ashinde zote ili aweze kutufikia. Kwa hiyo Junguni haiko sehemu mbaya hata kidogo. Tuko sehemu salama na tutaendelea kubaki hapo. Jina na cheo? Sultani Isa, meneja timu ya Junguni. Shukrani sana meneja kwa mazungumzo. Sasa hapa mtazamaji wa Nakivona Sports, tunataka kuzungumza na meneja kijana kabisa. Hapa tupo Wete. Bwana, hiyo safari sio mchezo. Yani ukielewa mkoa kaskazini, si ndio? Pemba. Umetaona maneno hayo. Mimi nimetoka Dar es Salaam, Tabata, Kinyerezi, Bonyokwa kwenye kona, mvua Mbroki, Mtaro. Hadi wakati mwingine naweza kusema mazungumzo yetu kutoka hapa, lakini tunarudi zetu Gombani kwenda kushuhudia mashindano ya kombe la Muungano ambayo yanafanyika kisiwani hapa Pemba. Toka alipoanza na mpaka sasa bado tupo. Narudia tena, hii ni Nakivona Sports. Tufuate Instagram, tufuate TikTok, tufuate Facebook, X na kwingine kote ili wa kwanza kuzungumza. Lakini siwezi nikaacha hili bila kusema. Mtoto akiingiza mkono kwenye jumu lenye sumu ni rahisi kufa.
tujitahidi kumwokoa mtoto asiingize mkono mara ya pili kwenye jumu lenye sumu. Mpira wetu umefika sehemu ambayo ni mbaya, hakuna haja kusema uongo. Hichi kilichofanywa na wenzetu hapa kinatoa picha ya jumla. Yapo mandafundafu mengi kwenye mpira wetu. Viongozi wa mashirikisho kuanzia TFF pamoja na ZFF, lakini pamoja na mamlaka za serikali kama TAKUKURU na Zanzibar ipo Zaeka, wana nafasi ya kutupia macho kwa jicho la tatu kwenye mpira wetu. Kwa sasa serikali zetu kubwa, maana tunazungumza pale Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Rais Samia Suluhu Hassan, na huku upande wa serikali ya Mapinduzi Zanzibar chini ya Dr. Hussein Ali Mwinyi, wamewekeza kwa nguvu sana kwenye ujenzi wa miundombinu ya viwanja. Tumeona Amani Complex, lakini tunaona Dodoma inajengwa uwanja, Arusha, lakini pia tumezungumza na CCM hapa makao makuu Zanzibar, wanasema kuna uwanja wa watu 100,000 unakaribia kujengwa. Sasa haya yote yatakuwa hayana maana hata kidogo kama ligi zetu kubwa zinapita kwenye skendo na kansa kubwa ya upangaji wa matokeo. Nani anapanga na nani anamtuma mtu kupanga? Ni lazima tutoe visu vyetu kwenye mfuko ili tumtibu mgonjwa wetu. Mimi ni Isike kwa mara nyingine tena nasema hivi, ukinuna uwe na sababu. Chao chao.